Injinia wetu wa uchumi Daktari Samia aliona umuhimu wa hili lango la uchumi la bandari yetu ya Dar es Salaam litumike kama sehemu ya kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma kwa wananchi pale ambapo kipato kinapoongezeka. Leo mmesikia ya kwamba hofu ile kuwepo ya wafanyakazi kufukuzwa kazi watakapopatikana wawekezaji haipo tena. Na mtu mmoja amesema neno jema sana kwamba ilikuwa ni hofu ya jambo lisilojulikana. Ni kama vile tulivyokuwa tunatambulisha kompyuta. Wanasema tutumie kompyuta, kila mtu ana hofu ya kwamba kompyuta itachukua ajira yangu. Ndivyo ilivyokuwa tulivyokubali kuleta private sector. Kila mtu atengeneza hofu yake. Na hofu hii haikuishia tu kwa wafanyakazi wa bandari, ilienda pia hata kwa matransporter. Wakaingia kwenye hofu ya kwamba malori yao yatakosa kazi, wawekezaji watakuja na magari yao. Lakini takwimu zinaonyesha za bandari na TRA ya kwamba tangu uwekezaji ufanyike, hata makampuni ya wazawa yameongeza kununua malori kwa ajili ya kubeba mizigo. Wewe fikiria, nimepewa takwimu hapa, ndugu yetu tu Balesa, ule mzigo wake tu ule alikuwa anategemea alete meli 2 katika tani 60,000. Maana yake hakukuwa na uwezo wa kutumia meli moja, ilibidi alete meli 2, na zile meli 2 zinakuwa na shift ya kupakua siku za kutosha. Lakini baada ya uwekezaji ambao daktari ameufanya na kuruhusu private sector, sasa inakuja meli moja. Na ndani ya upakuaji unapunguza siku, na ukipunguza siku umeokoa pesa. Mimi ni mgonjwa wa namba. Nikiona tu namba inanipa faida, unizuii kusema hilo jambo. Na watu wengine ni waoga kufanya maamuzi kwa sababu wanaogopa kusemwa. Lakini bora ufanye maamuzi ambayo mwisho wa siku wasemaji watakuja kukaa kimya kwa sababu namba zitafanya nini? Sasa hivi hakuna, yani Tanzania nzima hakuna anayejadili tena uwekezaji wapi? Wa bandari. Hakuna. Kwa nini? Namba zimeshawafuta tayari kwenye mjadala. Yani unatolewa nje kwenye kujadili kwa sababu matokeo ya hesabu yanafanya nini? Yanaonekana. Na mimi ningeweza kuwaomba wafanyakazi wote wa bandari, na sio tu wa bandari, wafanyakazi wote ambao wamenufaika. Ndugu wa Tanzania mfahamu, Daktari Samia huyu ndio aliyepandisha hata madaraja ya polisi. Daktari Samia huyu ndio alipandisha madaraja hata ya walimu. Daktari Samia huyu ndio katoa fedha zimeenda kujenga vituo vya afya na zahanati kila kona. Twendeni tukampigie kula. Na hasa wafanyakazi ndio wito wangu. Wafanyakazi ambao sisi ni wanufaika wa moja kwa moja na maamuzi aliyoyafanya kiongozi wetu, tuwe namba 1 kupanga foleni kwenda kumchagua. Na hakika katibu, wafanyakazi wa bandari watakuwa ni sehemu mojawapo ya kukimbizana kwenda kupiga kula ili kuhakikisha kwamba tumemrudisha tena madarakani, atutimizie ndoto kubwa aliyoiweka kwenye mioyo yetu kupitia ilani anayoinadi 2025-30.